Ishara 8 kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ishara 8 kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Utajuaje kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu? Au unapokuwa unafanya jambo lolote utajua kwamba hapa ameniongoza Roho Mtakatifu. Zipo ishara 8 ambazo hizo zinaonyesha kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu kwenye mambo ambayo unakuwa unayafanya kwenye maisha yako. Uko na mtumishi wa Mungu Preacher Timothy Raphael Kuleguje. Karibu sana, na kama ni mgeni kwenye channel yetu ya Jehova Media TV Online, kuwa kabisa mwanafamilia na kupata mafundisho mbalimbali na taarifa kipindi mafundisho mapya yanapokuwa tayari yamerushwa, bonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha alama ya kengele, kuwa mtu kwa kwanza kabisa kupata taarifa na matangazo ndani ya Jehova Media TV Online. Kwenda kujifunza ishara 8 kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ishara ya kwanza kabisa kwenye hizi ishara 8, na zote ni ishara sana muhimu kwako kujua kwamba kwenye maisha yangu naongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu ambaye ni sehemu ya Utatu Mtakatifu pamoja na Mungu Baba na Mungu Mwana. Hiyo ndo maana ya Roho Mtakatifu. Ishara ya kwanza kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu ni amani ya moyo. Amani ya moyo. Hii ni ishara ya kwanza kabisa kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati mtu anapokuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, mara nyingi hupata amani ndani ya moyo wake inaozidi kueleweka kwa hali ya kawaida, yani kwa hali ya nje. Kuna kuwa na amani ya moyo. Hii ni amani ambayo haiwezi kuelezeka au kueleweka kwa akili ya kibinadamu, lakini inatoka kwa Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 22 utaona kuhusu tunda la Roho. Kwa kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 tunaona kuhusu tunda la Roho. Kwa unapokuwa kati ya tunda la Roho, amani inakuwepo. Kwa amani ya moyo ni ishara ya kwanza kabisa ya kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Pia ishara ya pili kabisa kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu ni uelewa wa neno la Mungu. Naposema kuhusu uelewa wa neno la Mungu, namaanisha kwamba Roho Mtakatifu anatoa mwanga na ufahamu wa kina kuhusu maandiko. Kwa anayetoa ufahamu wa kina kuhusu maandiko ni Roho Mtakatifu. Kwa hii ni ishara kabisa ya pili kwamba uelewa wa neno la Mungu. Kwa kama unaongozwa na Roho Mtakatifu, utakuwa na uelewa wa neno la Mungu. Wakati unapokuwa unasoma maandiko, yanakuwa hai kwako na kupata maarifa mapya, ni ishara mojawapo kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa unapokuwa unasoma maandiko, ile hali ya kusoma maandiko, wakati unapokuwa unayasoma maandiko unakuwa na uhai kwako, unapata kwamba hili kabisa andiko liko hai. Na pia si uishi tu hapo, unapata pia maarifa mapya. Hii ni ishara ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26 pale inaonyesha kwamba jinsi Roho Mtakatifu anavyokusaidia sasa kuelewa maneno ya Mungu. Kwa kama unapata muda wa kusoma, soma Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Uone jinsi gani Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ya kukuongoza wewe kuelewa maandiko. Pia ishara ya tatu ni matunda ya Roho. Matunda ya Roho. Unapokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, unakuwa mtu mwenye matunda ya Roho kama vile upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Kwa unapokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, lazima uhakikishe kwenye matunda haya 9 ya Roho unakuwa nayo. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23. Hapa tunajifunza kuhusu matunda ya Roho Mtakatifu. Make hii hapa ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa lazima uwe mtu mwenye upendo, mtu mwenye furaha, mtu mwenye amani, mtu mwenye uvumilivu, mtu mwenye wema, mtu mwenye fadhili, mwaminifu, pia unakuwa na upole na kiasi. Kwa hizi ni ishara ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ilikuwa ni ishara ya 3. Ishara ya 4, kujua mambo yajayo. Naposema kujua mambo yajayo, manake Roho Mtakatifu
hutufunulia mambo yajayo na kutuongoza katika maamuzi muhimu. Narudia tena, kujua mambo yajayo ni ishara ya nne kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anachokifanya hutufunulia mambo yajayo na kutuongoza katika maamuzi muhimu. Hii inaweza kudhihirika kupitia hisia za ndani, maono. Naposema hisia za ndani au maono, namaanisha nini? Ukisoma kwenye Yohana sura ya 16 mstari wa 13 utaona, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli ataongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atakayoyasikia atayanena mambo hayo, na atakayowapasha habari mambo yajayo. Kwa hapo unajifunza kwamba yeye Roho Mtakatifu anakupasha habari, anakuambia mambo yajayo na kukuambia kwamba mwanangu, kuna jambo ambalo linakuja mbele yako. Kwa anachokifanya Roho Mtakatifu anakufanya kujua mambo yajayo. Huishi tu kujua mambo ya leo, mambo yajayo kwako huwa yanafunuliwa. Kwa hiyo ni ishara kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kama unaona kwamba unaona vitu ambavyo vinakuja mbele, hata kama vijatokea, kikija kutokea kitu sio kwamba hiki kitu nilipata taarifa kabla haijatokea, make ni ishara kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Na ishara nyingine ya 5, uwezo wa kushinda dhambi. Uwezo wa kushinda dhambi. Wakati mtu anapokuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, anapata nguvu za kushinda dhambi na majaribu. Kwa unapokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, unakuwa na uwezo wa kuishinda dhambi pia na kuyashinda majaribu. Hii inamaanisha kuwa mtu huyo anaweza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Unaposoma kwenye Biblia kitabu cha Warumi ile 8:14 unasema kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa unakuwa ni mtu ambaye unatenda matendo mema, maana unaongozwa na Roho, na kisha kuongozwa na Roho tayari moja kwa moja unakuwa mwana wa Mungu. Maana nasema kwamba hao wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Pia ishara ya 6 kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu ni mwelekeo katika maisha. Naposema mwelekeo katika maisha, kuwa na mwelekeo wazi katika maisha yako ni ishara mojawapo kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Unapokabiliana mapenzi ya Mungu ni ishara nyingine kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kwa kwenye mwelekeo wa maisha lazima uishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hii inaweza kudhihirishwa kwa njia mbalimbali, kama vile kuhamasika kufanya huduma au kuchukua hatua fulani ambazo zinamletea Mungu utukufu. Kwa katika mwelekeo wako wa maisha inakusaidia sasa wewe, inadhihirishwa kwako kwa njia ya kuhamasika kufanya huduma na kuchukua hatua fulani ambazo hizo zinamletea Mungu utukufu. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 20 kuanzia pale 22 hadi 24 unaweza kusoma kazidi kuangalia kwamba jinsi Roho Mtakatifu anayokupatia mwelekeo kuhusu maisha yako ambayo unaishi. Nasema kwamba Roho Mtakatifu anakuongoza katika kuishi kwako, yani anakuambia habari njema au kukushuhudia, yani kukupa uwezo wa kuwashuhudia watu habari njema. Maana hapa anasema kuhusu roho ya ushuhudiaji, yani unawashuhudia watu habari njema. Maisha yako yanakuwa ni taswira na kioo ya watu kujifunza kutoka kwako. Watu wanapokuwa wamekuona wanapata habari njema, wanajifunza kutoka kwako. Kwa unakuwa ni mtu ambaye tayari umekuwa taswira na kioo ndani ya jamii ambayo unaishi. Na pia ishara ya 7 ni ushuhuda wa ndani. Naposema kuhusu ushuhuda wa ndani, wakati mwingine mtu anahisi ushuhuda wa ndani kutoka kwa Roho Mtakatifu akimwambia nini cha kufanya au jinsi ya kujibu hali fulani au jinsi ya kuishi kwenye hali fulani. Hii inaweza kuja
kama dhamiri ambayo inakuagiza au inakuhimiza kufanya jambo fulani. Unaposoma habari hizi kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 16, ona jinsi Roho mwenyewe ambavyo unashuhudia ndani yako. Yaani jinsi Roho Mtakatifu anazokuwa anashuhudia ndani yako, anakuambia fanya hili jambo, fanya hili jambo. Ni sauti ya kujirudia ndani yako na kuhimiza fanya hili jambo. Na kama ni kitu kibaya inakuambia usiguse hiki kitu, acha kufanya. Inakuja katika dhamira yako, katika ile dhamiri inakuja kama sauti kukuhimiza kufanya kitu chema na kukataza kufanya jambo ambalo ni baya. Kwa hiyo ni ishara ya 7. Pia ishara nyingine ya 8, kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ni ishara kabisa ya 8, ambao hiyo ni ishara ya mwisho, kuwa unaongozwa na Roho. Pia ni ishara sana muhimu kwako kuijua na kuitendea kazi, ni kujiunga na wengine katika imani. Naposema kujiunga na wengine katika imani, hapa anamaanisha kwamba unakuwa na uhusiano mzuri na wengine katika imani. Pia ni ishara kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Unapokuwa na uhusiano mzuri na watu wengine katika imani, ni ishara kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ushirikiano katika ibada, katika maombi, katika huduma, kuonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu kati yenu. Kwa inakuwa ni kitu ambacho kinadhihirisha kwamba huyu mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia Takatifu wa Efeso sura ya 4 ukianzia pale mstari wa 1 hadi wa 3, utaona jinsi gani sasa Roho Mtakatifu au Yesu Kristo alikuwa anahimiza kwamba watu wakae katika umoja wanapokuwa wakimfanyia Mungu wetu ibada. Nasema kwamba kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa kuwa kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika pendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha imani. Mtume Paulo anawaambia Waefeso kwamba wazidi kushirikiana katika pendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha imani. Kwa hizo ni baadhi ya ishara ambazo hizo zinaonyesha kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hizi ishara 8 zikusaidie wewe kujenga mahusiano yako mazuri na Roho Mtakatifu na uweze kuukulia wokovu. Hatimaye unasikiliza kitu gani ambacho Roho Mtakatifu anakueleza kukifanya kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema na mafanikio mema. Amen.